Nini mamdogo? Tulia basi. Naomba usinishike kwanza. Kwani unajua nini nataka jamani? Hata kama. Kwani unakuwa hivyo? Lakini kumbuka wewe ni mke wa babangu. Kwa siwezi kufanya hivi vitu kabisa. Unafikiri baba atanielewa vipi? Sasa. Shusha hiyo mikono. Shusha hiyo mikono. Hapana. Mbona unakatalia? Mimi nakupenda. Nini? Nakupenda. Hata kama. Lakini hichi kitu hakiwezekani. Hakiwezekani kabisa. Yaani hakiwezekani hapana. Yaani kwa nini kisiwezekani jamani? Nakuheshimu. Unajua nakuheshimu? Unajua nakuheshimu? Hivyo hivyo unavyoniheshimu. Mimi nakupenda. Unafikiria nini baada ya hichi kitu ambacho unachokifanya? Hapana, sitisha hiyo safari yako, sio mzuri kwa upande wangu. Hebu nisikilize sasa. Nisikilize basi. Kwa nini unakuwa kijana mkorofi, Hivi unataka mimi niendelee kutizikana hisia zangu mpaka lini? Wewe ni mtu gani usioelewa lakini? Sio kwamba sikuelewi, lakini mimi nakutaka. Unataka tupige makelele mpaka unapita nje unajua? Si ndio? Hayahusu. Baba! 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 Baba, una moyo? Hiyo ndio salamu. Yaani katika maisha yako yote mimi nimekufundisha kusalimia. Una moyo baba. Samahani babangu. Za saizi Nzuri. shikamoo. Marahaba. Akili yangu haiko sawa kwa sababu ya kitu ambacho niko nacho ndani ya moyo wangu. Akili yangu imeteteleka kwa ajili ya ujumbe uliokuwepo ndani ya moyo wangu. Baba, narudia tena. Una moyo? Kama nisingekuwa na moyo, nadhani usingenisimamisha hapa ndani nimepanda baisikeli. Simaanishi moyo huo babangu. Kwa sababu moyo wa uzima hakuna mwanadamu ambaye anaokosa. Moyo wa uzima kila mwanadamu anao. Na ukiona mtu amekosa moyo wa uzima, ujue huyo ni marehemu. Ninamaanisha moyo wa kuhifadhi jambo. Kwa sababu juzi tu hapa shamba limeungua moto. Hatimaye babangu alipoteza fahamu na tukakupeleka hospitali. Kwa hiyo sitaki nikwambie jambo afu mwisho siku tuje kuingia matatizoni. Ndio maana nakuuliza baba, una moyo? Huo moyo ninao. Hata nilipofiwa na bibi yako wewe, kwa maana mama yangu mimi na baba yangu mimi ambaye ni babu yako wewe, nilivumilia. Kwa msingi huo moyo huo mimi ninao. Baba, nakuuliza tena, una moyo? Nina moyo. Wewe si unataka moyo kuhimili jambo? Huo upo. Sawa. Kwa kuwa umenithibitishia kuwa una moyo, nitakwambia. Lakini tafadhali babangu, naomba uwe imara. Najua siku zote unaniona mimi ni mpumbavu. Unaniona mimi ni mjinga. Unaniona mimi ni mtu ambaye sina kazi. Unaniona mimi kilele mama. Lakini pia huyo mwanao unayemuona wewe ni wa maana, unamuona ni wa thamani kwako, ukawekeza mapenzi yako kwake, ndio anakufanyia ushenzi. Mwanao anatembea na mke wako. Unasema? Anatembea na kile kitoto kidogodogo unachokiita kifotabo, unachokiita radhi wako. Yeye ndo anatembea nacho. Uwe mchonganishi. Mwanangu hawezi kufanya hivyo. Sio wewe tu unaostahili kuongea hilo neno. Hata mtu yoyote hawezi kuamini kwenye hiko kitu. Kwa hiyo kuniita mchonganishi sio vibaya. Lakini baba, mimi sijawahi kujua ramani ya chumba chako, sijawahi kujua ramani ya kitanda chako, hata hadhi ya chumba chako ilivyo sikijua. Lakini yeye anajua ramani mzima ya chumba chako, anajua kitanda chako kimekaaje, lakini sio hivyo tu. Mpaka mkeo anajua ana madhaifu gani, anajua yukoje, anajua ana utamu gani, anajua ana mapungufu gani. Baba,
Huyo ni mwanao. Six. Naomba unisaidie basi. Mwenzako nimezidiwa. Unajua nakupenda na siwezi kuzinyamazisha hisia zangu nikiwa mwenyewe. Alafu mimi nikikuona nateseka, moyo wangu unaniuma. Yaani najikuta siwezi kuzuia hisia zangu juu yako. Saidie. Hapana. Please. Siwezi kufanya. Please. Nakuheshimu sana. Natambua hilo. Hilo sio hivyo. Mama niacheka. Kwa nini uelewi nitakiwa nakupenda? Niachie. Nakupenda. Nizungumze mara ngapi? Nizungumze mara ngapi? Labda utanielewa. Wewe ni mke wa baba yangu. Hicho ambacho unakihitaji mimi siwezi kukifanya. Kwa hiyo hutaki. Sasa kama hutaki, nitakusababishia kesi ambayo itakufanya huyo baba yako ambaye wewe unamuita baba, unamheshimu, akuone wewe takataka, mbwa. Unajidanganya. Unajua unajidanganya pa kubwa. Sidhani kama kuna kitu ambacho unaweza kukifanya babangu akakuamini. Sijafanya bado, ndio maana unasema hivyo. Huo ni uongo. Sasa hapo unachotakiwa kijana mdogo, utulie nifanye jambo langu. Ukibisha napiga kelele. Six. Nashukuru mwanangu. Baba, naomba nisamehe. Siwezi kufanya. Mimi siwezi kufanya baba, naomba nisamehe baba yangu. Huwezi kufanya? Unadai huwezi kufanya nikusamehe wakati nimekuona kwa macho yangu. Baba ukuwepo, baba yangu ukuwepo. Mimi sijafanya chochote, ndio maana nakwambia unisamehe. Sijafanya chochote, kama Mungu sijafanya chochote. Yaani wewe mtoto niliyekuamini, mtoto niliyekukubali, nimekupa dhamana zangu zote, lakini leo na kuona kwa macho yangu unanisaliti. Siwezi kukusaliti baba. Akia Mungu sijafanya chochote. Mimi sijafanya chochote baba, naomba unisamehe. Mungu, Mungu, ona majaribu unayopitia. Sasa nisikilize. Wewe si mtoto wangu. Hapana. Baba nisamehe, sijafanya chochote. Mimi siwezi kuzaa mtoto kama wewe. Unanihukumu bure baba yangu. Mimi sina namna kukuaminisha. Mimi ndo mtoto mzuri mwenyewe, unajua bwana baba. Siwezi kufanya hicho kitu kabisa. Na kwa pia yake ya Mungu siwezi kufanya. Mimi nimekuona kwa macho yangu mwenyewe. Kwa hiyo ninachokizungumza wewe, toka machoni kwangu. Nasikia makelele, nimekaa huko ndani, yani hata usingizi wenyewe sipati. Wewe ndio ulikuwa unapiga makelele? Na kuuliza, wewe ndio ulikuwa unapiga makelele? Usiniongeleshe vibaya. Niko na mudi mbaya. Nitakukatakata hicho kichwa chako nikakifikia sehemu ambayo haijulikani. Kisu, najua haya yote ndio umesababisha. Mimi? Unaambia mimi ndio sababu? Mimi ndio chanzo? Hivi una akili? Kwani mimi ndio nilikuwa nakumbatia zigo? Wewe si ndio ulikuwa unakumbatia zigo unaona joto? Mimi ndio nikiopata joto. Chumba cha baba mimi ndio nikioingia. Acha upumbavu. Yaani ujinga ufanye wewe alafu uje kuniambia mimi, uje unitupia mimi mzigo. Una akili kweli wewe? Unanitoa mpaka na akili. Unanitoa mpaka na akili mimi? Siku zote nilikuwa na busara sana na hekima. Nilikuchukulia kama mdogo wangu, Kisu. Umenikosea sana. Sikia nikwambie. Kwanza nimesikia kila kitu alichokizungumza baba. Nimesikia kila alichokuambia. Alafu labda tu nikwambie, yale maringo yako
yale malingo yako sasa hivi yashafikia mwisho. Maana ulikuwa unanitambia sana. Ulikuwa unanitambia, yani ulikuwa unaniona kama takataka vile. Nikitaka pesa, lazima wewe ndo unikwambie ili baba anipe pesa. Nikitaka shamba, yani mpaka kila kitu kipitie kwako wewe. Wewe umekuwa nani? Yani ikafikia mpaka hatua najiuliza, hivi kwa siri nikitaka kuoa naweza nikaoa kweli? Kwa sababu naweza nikaoa mwanamke ambaye unamhitaji na ridhaa lazima itoke kwako. Nitaoa kweli? Aise, nimefurahi kwa kilichotokea. Alafu sasa nikwambie, hiyo nafasi yako sasa inakuja kwa mwanaume. Wewe ni jinsia gani wewe? Mbona chamba sana umbea? Wewe si mtoto kiume? Mbona zidi kunichukia sana mdogo wangu? Sikiliza nikwambie. Baba hakuhitaji. Mimi sikuhitaji. Kwa kifupi hapa nyumbani wewe uhitajiki. Hakuna mtu ambaye anakuhitaji. Tunaomba uondoke. Tekeleza amri aliyokupa mzee. Na tusikukute. Hekima uwaga namfuata mtu mwenye busara, na ndio maana nimekuja kwako. Shangazi, niko kwenye wakati ambao sio rafiki. Unajua mazingira ya nyumbani, sijui hata nianzie. Anyway, shangazi, babangu amenifukuza nyumbani. Babangu amenifukuza nyumbani. Unajua ngoja tu nikuambie, mamangu siku zote alikuwa ni mtu ambaye ananihitaji kwenye mahusiano, lakini nilikuwa namkwepa. Yani najaribu kufanya kila namna ili mradi tu niweze kuwa mbali naye, lakini bado alikuwa tu ananing'ang'aniza, ananiforce kwa namna ambayo yeye anaona kwamba iko sawa. Kibaya zaidi leo baba amenikuta mimi, yule binti amenikumbatia, umeona? Amenikumbatia. Hivyo basi kampelekea baba kuniambia, shangazi, naomba tu nisaidie kuongea na baba ili mradi mimi naweza kwenda naye sawa. Yaani hapo ndo unazidi kunichanganya. Na kwa nini ulimpa nafasi yule binti ya kuzoea? Ukiachana na baba, mimi ndo mtu ambaye naweza kidogo kuiongoza ile familia. Kama unavyomuona babangu mli wake, Kisu mdogo wangu na mama mdogo, nilikuwa nawapenda sana. Na ndio maana hata mama alipata nafasi ya kuwa karibu na mimi. Umeona? Lakini swala la mahusiano mimi sikulitaka kabisa. Kila alivyokuwa nafanya nilikuwa nakataa. Kila alikuwa nafanya nilikuwa nakataa. Lakini bado. Hivi atanielewa kweli? Ukiongea hivyo sasa unakosea. Unakosea tena pakubwa tu. Wewe kama mdogo wake atashindwa kukuelewa. Mimi ambaye nimefanya tukio, atanielewa kweli? Hawezi kunielewa. Napitia hali ngumu, ule ni baba yangu na mpendo, unajua. Nikikumbuka maisha ambayo tunaishi pale nyumbani, hayo ambayo yanatokea sasa hivi, naumia mno. Juzi tu nimetoka kuzungumza naye, ametoka chooni, amebeba ndoo, alafu amepita pale. Mimi nimekaa, ananiambia, mwanangu tizama, nimeona vitu vya ajabu. Yaani hata kukuelezea shangazi nashindwa. Umeelewa sijui? Leo mimi nimekaa zangu, sina hata habari. Amekuja amenikumbatia, amefanya vitu vya hovyo. Ghafla nashtuka namuona baba anatokea anatutazama. Ametoa maneno kali sana. Mimi nimekuelewa. Lakini mwanangu, hivyo kwa umri huu mpaka leo hii ubaki pale. Ulitarajia nini? Nilitarajia kutengeneza mapenzi mazuri na kumlinda babangu. Kaka akija kunikubalia kwa kile nitakachomwambia na akatoa msamaha juu yako, naomba uhame pale nyumbani. Furaha yangu ilobaki kwa sasa, kuna tu babangu ananisamehe. Kuhusiana na swala la kutoka, hata nginiambia sasa hivi toka, mimi niko tayari, nitatoka tu. Japokuwa nitaumia kukaa mbali naye. Maana ukiangalia umri wake na akili za mdogo wangu Kisu. Ila nitafanya
kwa ajili tu ya kumfanya baba yangu awe na furaha. Naomba nisaidie sana shangazi. Wewe mwanamke shetani. Hayo majina yote ya kwangu? Huna adabu wewe. Unasi hapa mimi nazungumza na nani? Au hutambui unaongea na nani hapa mbele yako? Mimi nahisi kama nazungumza na shetani, japokuwa macho yangu yanamuona binadamu. Naomba nisikilize kwa umakini. Naomba unisikilize kwa umakini. Mimi hapa, inawezekana kuna vitu ulikuwa unavijua ukawa unavipotezea. Leo nataka nikuelekeze. Babangu alikuwa ananiamini sana, lakini ona, umevunja uaminifu baina kwangu mimi na babangu. Nilikwambiaje wewe? Sikukwambia hii michezo hatari? Sitaki kabisa. Wewe. Kwa hiyo unataka mimi nikufuate wewe, nisizifuate hisia zangu? Mimi nakupenda. Ona sasa ulivyo mpumbavu. Unaondoka hata tujafanya chochote. Wewe upumbavu, unaongelea upumbavu? Yaani mimi kufukuzwa na babangu unazungumzia upumbavu? Afikoje vitu vya kijinga jinga tu. Wewe una akili timamu kweli wewe? Sasa, si umefukuzwa kwa sababu yangu? Twende ukamalize jambo ndo uondoke. Fyako, unaongea nini? Umefly sasa kunigombanisha mimi na babangu, si ndio? Kwa leo ndo unatambua kwamba unanichukia. Alafu usichokijua, babako sio type yangu. Sio vitu vyangu kabisa. Nipo hapa kwa sababu tu kuna kitu nakitaka kwa baba yako. Na si unajua babako ni jua la jioni. Na mimi huaga siwezi kudeti na vigagula. Mimi nataka date na wewe. Sasa kama babangu jua la jioni, mimi mwenyewe ndo nilishazama. Na ndio maana sina kabisa na wewe. Mangapi unanifanyia? Mbona mimi nakuelekeza kabisa, wewe jitambui kumbe. Kumbe hujui hata ninavyomaanisha. Inaonekana upo mbali kifikra. Mabinti wadogo tunavyokuwa na masponsa, huwa tuna maana zetu. Mimi ni mtu ambaye na hekima na busara, najitambua mimi. Nimeamua kukaa karibu na familia yangu kwa ajili ya kumlinda babangu, afu nanitoa akili. Una upeo wote. Kwa sababu kama ungekuwa na upeo, ungekubali kuwa na mimi ili umlinde baba yako. Pia nadhani sitokukuta. Hivyo sio mbaya. Nitakupigia simu. Umpigia simu nani? Shetani wewe. Umeniitia nini? Tungekaa kwanza. Sina muda wa kukaa. Sasa kaka, kwa nini unakuja juu hivyo? Mimi nimekuita kwa ustaarabu tu. Tena nimeshahisi nini ulichoniitia hapa. Umehisi nini? Wewe ungekaa kwanza chini tukaongea. Chini sikai. Naongea haraka haraka. Mimi nataka kuondoka. Nilichokuitia ni kuhusu swala la huyu nani, mtoto wetu huyu mkubwa huyu. 6. Si nilisema? Si unataka kuleta mada hii ambayo mimi nilihisi? Usiwe mkali hivyo. Kwa nini unapenda kwenye mambo madogo tu uyakuze yawe makubwa kaka? Na kuomba tuongee ili jambo liishe. Tambua kwamba 6 ni mtoto wako. Kwa hiyo nisipaniki ili wewe umeliona jambo dogo. Mwanangu mwenyewe nichangiane naye. Kwa hiyo kwako wewe unadhani kama ungechangiana na mwanao ni jambo dogo hilo? Ngoja nikwambie ukweli, kitu ambacho haukijui. Mtoto wako 6 hajafanya kitu chochote. Unamhukumu bure. Tambua kuwa huyo mke wako unayemwona kwamba ni mdogo ndio chanzo cha matatizo yote haya. Na yeye ndio anayemfuata 6 na kumwambia kwamba anampenda. Ila mwanao 6 hajatamka neno lolote lile. Na wala hawezi kukusaliti we baba yake. Na kwa jinsi anavyokupenda, 6 hawezi kufanya kitu kama hicho.
hivi mke wangu mimi mdogo ampende Six ana nini? Takataka ndio za mwenyewe, halafu apendwe na mke wangu mimi ana nini cha mno cha kumpendea yeye? Yaani mnamtoa akili kwa kuwa ni mtoto mdogo eh? Yule ana akili na ndio maana mimi nimemuoa. Kaka, sisi mke wako wala hatumtoi mapungufu ya aina yoyote. Tatizo lipo kwenye moyo wake ambalo hatuwezi kulisemea, na inawezekana kwako alikuja tu kwa ajili ya pesa, na alivyokuja pale akamwona Six akaona bora mapenzi yake yote yaelekeze kwa Six na sio kwako. Ila kakaangu, hilo wewe haulioni. Una macho lakini macho yako hayafanyi kazi kabisa. Huo ni uongo mkubwa. Tena na kuomba ufunge mdomo wako, usiendelee na hii mada, vinginevyo wewe nitakata kabisa udugu na wewe. Avunje undugu. Wewe ondoka. Mimi nasema hivi, wewe ondoka. Tena ondoka kabisa hapa nyumbani kwangu. Lakini baba, sikutaki. Baba, nasema hivi, sikutaki, nisikuone. Yaani wewe unanitangazia mimi kijiji kizima, mji mzima huu kuwa mke wangu mimi anakupenda wewe. Akupende wewe ana nini? Halafu wewe mtoto, sikutaki. Sitaki nikuone katika eneo langu hili. Na sitaki nikuone machoni kwangu. Wewe mtoto. Yaani wewe. Lakini baba, mbona mimi sijazungumza chochote? Kwa nini mnapenda sana kunionea baba? Mbona mimi sijaongea chochote kabisa? Mimi sijaongea chochote. Nimekaa kimya. Baba, sijazungumza chochote. Hivi wewe, kwani ukufukuzwa kujua? Wewe umeshaambiwa utakiwa. Wewe unazidi kung'ang'ania. Kinachokung'ang'aniza hapa kitu gani? Wewe umeambiwa utakiwa ondoka. Ukiambiwa ondoka uelewe. Wewe ni binadamu aina gani usioelewa wewe? Hivi kwenye kitu ambacho umekifanya unadhani nani anaweza akavumilia upumbavu wako? Kaa kimya. Mpuzi mmoja wewe. Baba, achana na maneno ya watu. Usipende sana kusikiza vijana. Watoto wadogo hawa. Mimi mwenyewe nimekuona kwa macho yangu. Ondoka machoni pangu. Kwa hiyo baba, yaani sasa hivi ule uaminifu wote umeisha. Uaminifu? Wewe una uaminifu? Wewe unichiti kwa mke wangu alafu useme una uaminifu? Kwa uaminifu upi? Baba, nikwambie. Toka. Wewe, hilo nimekuazima. Babako atanirudishia. Tena nisikuone hapa. Toka kabisa. Hata hivyo anastahili kuondoka baby. Kwa yote alionifanyia. Yaani ananiambia mimi nampenda, nimpende yeye kwa kipi? Yaani ananisingizia mimi, ananizalilisha mume wangu kweli? Ondoka. Wewe umeambiwa uondoke, si uondoke. Wewe watu wengine bana, bado anaambiwa aondoke, bado tu anang'ang'ania. Kinachong'ang'aniza hapa kitu gani? Wewe umeshaambiwa ondoka. Wewe kuna cha kwako hapa. Wewe jinga nini wewe? Toka dunia imeumbwa ikakamilika, akaumbwa Adamu. Mwanamke ndo alikuwa wa kwanza kutufanya sisi tuishi maisha haya. Kweli urithi unaendelea.